Moto mkubwa umetokea katika nyumba yenye ghorofa moja na kusababisha hasara ya kuungua kwa vitu mbalimbali vilivyomo ndani ya nyumba hiyo iliyopo Bububu, wilaya ya Magharibi A. Tukio hilo limetokea usiku wa kuamkia tarehe 13 mwezi wa 4 2025 majira saa 9 alfajiri katika nyumba inayomilikiwa na Aldhiram Ali na kusababisha kuungua kwa eneo la chini na juu ya nyumba hiyo. Kikosi cha zimamoto na uokozi kimefika eneo la tukio baada ya kupata taarifa na kufanikiwa kuzima moto huo kwa kushirikiana na jeshi la polisi. Akizungumza juu ya tukio hilo, mkuu wa operation wa kikosi hicho, msaidizi kamishna kikosi cha zimamoto Haji Pando Hamadi, amesema amefanikiwa kuzima moto huo na kuwataka wafanyabiashara kuweka mizigo katika utaratibu mzuri ili kurahisisha kufanya maokozi yanapotokea majanga ya moto. Na mara nyingi sana tunakuwa tunawaeleza wafanyabiashara hichi kitendo cha kuchanganyisha matiro kidogo kinaleta matatizo. Yaani moto ulitusumbua kwa muda mrefu kutokana na mchanganyiko wa matiro kidogo, ilikuwa ni shida, lakini kwa kutumia nyenzo nyingi tuliokuwa nazo kwa cha zimamoto na uongozi, moto huu tumeweza kudhibiti bila matatizo yoyote. Na kitu ambacho tukitumia na kuweza kufanikiwa kumaliza huu moto, kuna dawa inaitwa foam compound ndio tulioitumia kutokana na huu mchanganyiko wa material. Kwa hapo tunawasihi wafanyabiashara katika kuweka mizigo yao wajaribu kuiweka mizigo hiyo kwa matabaka. Naye Sheikh wa Bububu Suleiman Ali Juma ameomba wananchi wa eneo hilo kuendelea kuwa na mashirikiano mazuri walioonyesha na kuwapongeza kwa kutoa taarifa mapema kwa kikosi cha zimamoto. Kama yatatokezea mfano matokeo kama haya, mwanzo tupeane taarifa ili tuweze kujua tunafanya nini. Mimi tu nashukuru kwamba kuna baadhi ya watu wanaoelewa wamepata kuwapigia simu wahusika wa hili swala na wamekuja wamefanya kazi kikamilifu. Nashukuru kwa hilo. Mkazi wa nyumba hiyo Hawa Hamadi Manga anaelezea tukio hilo lilivyotokezea. Chanzo cha moto kilivyotokezea, mdogo wangu nani alikuwa anakwenda chooni akauona moshi unapanda juu kwenye ngazi. Kupanda juu kwenye ngazi akaja akanigongea. Dahawa. Mtaalamu amka nini namuuliza. Akaniambia moshi mwingi ndani. Mimi nikaamka. Kuamka na kuona moshi unatanda ukumbini. Nikamwambia tutokeni nje mbio, tukatoka nje mbio. Nikamuuliza Cholo yuko wapi? Akaniambia Cholo bado wako juu. Nikamwambia pigeni simu na nani bro Jidi yuko wapi? Wakasema yuko ndani. Nikamwambia tokeni upesi kamgongeeni. Wakaingia ndani pale mlango mbele, wakaona moshi ushazidi. Wakarudi wakaniambia Dahau hakuingiliki, moshi umezidi. Nikamwambia hapana, vua fulana, jifunge pua, ingieni mkamwamshi ndani. Kwa bahati wakavua, wakajifunga, wakaingia ndani, wakaenda kumgongea na yeye akatoka. Kutoka kuja zetu store yetu ya tuneka vitu, tukauona moto ushazidi. Kuzidi tukafungua kufungua ushatanda na kuanza kuwaka moto. Mambo kama haya kwanza tusisahau majirani, la pili tuwapigeni simu fire kwa sababu fire wanapokuja wanatatua tatizo haraka sana. Manake kwa hali ilivyokuwa kama si fire ingekuwa sasa hivi hapa tamkulikani si nyumba zaidi ya 7 mpaka 10 zingeteketea. Lakini kwa vile jitihada za fire na nguvu za kazi zilizokuja na jitihada zao hakuja gari moja wala mbili, alhamdulillah imeteketea nyumba yetu tu, majirani wote hawajateketea na wala hawajaathirika. Kwa hivyo wananchi wenzangu, na wasihi sana kitokezea mambo kama haya, tukishashtua jirani tujitahidi tuna namba za fire. Fire unapowapigia wanakuwa hawarudi nyuma, wanakuja kufanya kazi yao. Na tunawashukuru sana, Mwenyezi Mungu azidi kuwaweka. Chanzo cha moto huo hakikuweza kujulikana kwa wakati huo. Nikiripoti Lafhat Mohamed.